ya mambo inazidi kuwa mbaya katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku vita vikiendelea kupamba moto kwa Marekani na Israeli kushambulia Irani, huku nayo Irani ikijibu mashambulizi kwa kurusha ndege zisizo na rubani na msururu wa makombora kuelekea nchini Israeli pamoja na nchi zinazounga mkono Marekani. Msemaji wa makao makuu ya Qatam, Ali Al-Nibia, alitoa taarifa kuhusu uharibifu uliosababishwa kwa majeshi na mali za Marekani katika mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na jeshi la Irani, akisema kuwa zaidi ya wanajeshi 200 wa Marekani wameuawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Msemaji huyo alitangaza Jumamosi kwamba mashambulizi makali ya kulipiza kisasi ya Irani dhidi ya kambi za Marekani kote katika eneo hilo ndani ya saa 24 zilizopita yamesababisha hasara kubwa kwa wanajeshi na makamanda wa jeshi la Marekani, ambalo alilielezea kuwa la uchokozi. Alibainisha kuwa mashambulizi ya Iran yaliyofanywa chini ya Operation Ahadi ya Kweli, yani Operation True Promise 4, pia yamesababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu na rasilimali za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa Iran, wanajeshi 21 wa Marekani wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika meli ya 5 ya Marekani katika eneo hilo. Takriban Wamarekani 2 wameuawa au kujeruhiwa katika kituo cha anga cha Al-Dhafra, na meli ya kubeba mafuta inayomilikiwa na Marekani imelengwa katika sehemu ya kaskazini ya Ghuba ya Uajemi. Makao makuu ya Qatam, Ali Anibia, ni kitengo cha makao makuu ya majeshi ya Irani kinachohusika na upangaji na uratibu wa operesheni zinazohusisha vitengo mbalimbali vya jeshi la Iran. Marekani na kile kinachoitwa na Irani utawala wa Kizayuni wameanzisha kampeni kali ya kijeshi dhidi ya Iran kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na makamanda wakuu wa kijeshi na raia mnamo Februari 28 mwaka huu. Kampeni hiyo imehusisha mashambulizi makubwa yaliyolenga maeneo ya kijeshi na ya kiraia na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Kwa upande wake, majeshi ya Irani yamefanya mashambulizi makali ya kulipiza kisasi yakilenga malengo ya Marekani na Israeli katika maeneo yanayokaliwa pamoja na katika nchi za eneo hilo kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Wakati huo huo, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Irani, Ali Larijani, amesema kwamba Marekani na washirika wake wameshindwa kutekeleza mpango wao wa kuisambaratisha Iran. Akizungumza katika mahojiano siku ya Jumamosi, Larijani alisema lengo kuu la Marekani na washirika wake lilikuwa kuigawa Iran, lakini mshikamano ulioonyeshwa na taifa la Iran pamoja na uongozi wa nchi wakati wa vita umezuia njama hiyo. Katika siku za hivi karibuni, Donald Trump na washirika wake pamoja na Wazayuni na baadhi ya wahusika wa kikanda walieleza wazi katika hotuba zao lengo lao lilikuwa ni kuisambaratisha Iran, alisema Larijani, na kuongeza kuwa lengo lao halikuwa kufanya mabadiliko madogo tu ndani ya Iran. Kwa mtizamo wa Israeli kuhusu nchi kubwa kama Iran, mabadiliko madogo hayana maana. Kwa hiyo lengo lao lilikuwa ni kuigawa Iran. Wasiwasi wao mkuu ni Irani yenyewe, aliongeza kusema, mwisho wa kumnukuu. Akirejelea kauli za rais wa Marekani pamoja na ujumbe wake katika mitandao ya kijamii uliodai kwamba Irani inasambaratika, Larijani alisema, na hapa namnukuu, hii inaonyesha kuwa tangu mwanzo wa vita lengo lao kuu lilikuwa kuunda mazingira ya kuisambaratisha Iran, mwisho wa kumnukuu. Pia alizungumzia makosa ya makadirio kwa Wamarekani akisema, kwa mtizamo wangu, tatizo kubwa kwa Wamarekani ni kwamba kwa sasa hawaelewi vizuri eneo la Asia Magharibi na hasa Iran. Wanafikiri mifumo ile ile walioiona katika baadhi ya nchi kama Venezuela inaweza kurudiwa Irani, lakini hali hapa ni tofauti kabisa. Katibu huyo wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa aliongeza kuwa walitaka kuvunja ari ya taifa la Irani kwa kusababisha mshtuko mkubwa, lakini hilo halikufanikiwa kwa sababu wa Irani wana historia ya utamaduni wenye uzoefu wa kina. Larijani pia alibainisha kuwa ingawa kuna tofauti za maoni ndani ya nchi, wa Irani hatimaye hubaki kuwa wa Irani na hawawezi kushirikiana na nguvu yoyote ya kigeni katika suala la kugawanywa Irani. Watu wa Irani wameona uzoefu wa uingiliaji wa Marekani katika eneo hili, uingiliaji kati ya Iraq, Afghanistan,
na nchi nyingine uko wazi mbele ya macho ya mataifa yao eneo hili. Kila mtu anajua kuwa hatua hizo hazikuchukuliwa kwa huruma kwa watu wa nchi hizo, bali kwa maslahi yao wenyewe. Mahali pengine katika mahojiano hayo, Larijani alieleza njama za maadui za kujaribu kusababisha mgawanyiko miongoni mwa Wairani, akisema kuwa moja ya mbinu ambazo Marekani iliwekeza sana ilikuwa ni kuleta mgawanyiko ndani ya Irani. Waliamini kuwa tofauti za kawaida ndani ya jamii zinaweza kubadilika na kuwa migawanyiko ya kisiasa na kijamii. Lakini ukweli ni kwamba watu wa Irani wanaweza kuwa na mitazamo tofauti, lakini wameungana katika suala la Irani na kulinda mipaka na umoja wa nchi. Ofisa huyo wa juu wa usalama wa Irani pia alisisitiza urafiki wa Irani na nchi jirani, lakini akaonya kwamba ikiwa katika vita hivi kambi yoyote itatolewa kwa Marekani na itumike kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, Jamhuri ya Kiislamu ina haki ya kujibu. Nchi za eneo hili zinapaswa kujua kwamba haziwezi kwa wakati mmoja kudai kuwa ziko upande wa Irani na wakati huo huo kuruhusu kambi zao kutumika dhidi ya Iran. Aliongeza, na hapa namnukuu, Irani imetangaza wazi kuwa ikiwa kambi za kikanda zitatumika dhidi yake, majibu yanayohitajika yatatolewa na sera hii itaendelea kutekelezwa. Mwisho wa kumnukuu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.